Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kukushukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya siku ya Down Syndrome duniani. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya Down Syndrome mwaka huu inasema boresha mifumo yetu ya usaidizi. Serikali yetu tayari imeweka mifumo ya usaidizi kwa watu wenye Down Syndrome na wenye ulemavu kwa ujumla. Mifumo hii inahitaji kuboreshwa ili kuhakikisha watu wenye Down Syndrome wanajumuishwa ipasavyo katika nyanja zote za maisha na wanapata fursa sawa katika wanajamii kama wanajamii wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuhakikisha watoto wenye Down Syndrome wanapata elimu bora, ni muhimu kuboresha vitengo vya elimu maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kuwa na programu maalum za mafunzo ya ufundi na ajira kwa watu wenye Down Syndrome ili kuwasaidia kujitegemea kiuchumi. Tunaomba kuimarishwa kwa utekelezaji wa sera na sheria zinazowalinda watu wenye Down Syndrome dhidi ya ubaguzi, unyanyasaji na unyanyapaa. Vile vile ni muhimu kuongeza ushawishi kwa serikali ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma muhimu bila ubaguzi. Naomba kuanzishwa kwa vikundi vya ujasiriamali kwa wazazi na walezi wa watoto wenye Down Syndrome na ulemavu mwingine ili kuwasaidia kukidhi mahitaji mbalimbali ya watoto wao. Vile vile ni muhimu kuwepo na programu za kijamii zinazowahusisha watoto wenye Down Syndrome ili kuwajengea mahusiano na kuboresha ustawi wao wa kijamii, uelewa na uhamasishaji wa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, maboresho katika mifumo hii yataongeza fursa kwa watu wenye Down Syndrome na kushiriki kikamilifu katika jamii, hivyo kuwapatia maisha yenye heshima, hadhi na uhuru zaidi. Kwa majina naitwa Sister Juliana Matias Kitera, ni msimamizi wa kituo cha Mtakatifu Justine, lakini pia ni mwalimu wa elimu maalum katika shule ya msingi Nyarigamba A. Ni kweli kabisa watoto hawa wanaweza. Sisi tunao pale kituoni wanafanya kazi zote ambavyo angebaki nyumbani hizo kazi asingeweza kuzifanya, lakini sisi tunapowaleta pale kituoni wao wenyewe wanafanya kazi zote. Kwa hiyo mimi nashukuru sana mkusanyiko huu na wapongeza wazazi waliopo hapa kwa kuelewa kwamba hawa watoto ni watoto wenu kama watoto wengine. Kwa hiyo tuendelee kuwalea, kuwasaidia, na ukimuaisha shuleni anaweza kuongea walau maneno machache. Hiyo ndio ni waombe wazazi, muwapeleke shule mapema. Atakuwa anasikia wenzake wanavyotamka, baadaye na yeye anaweza akajua kuita baba, mama. Kwa mfano sisi hiyo Gift sasa hivi akiwa na wenzake kuna maneno anatamka, lakini akiwa na sisi wakubwa ndiye ananyamaza tu, anacheka. Lakini ukikuta yuko na wenzake anajibu anachomuuliza. Kwa hiyo mimi nawaomba wazazi, watoto tuwawaishe kwenda kwenye vituo, kwenye shule ili iweze kuwasaidia haraka. Ninaomba tuendelee kushirikiana kuwasaidia na kuwalea watoto wetu. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa afya njema na kwa kibali chake kutukutanisha leo ikiwa ni siku maalum ya maadhimisho ya Down Syndrome duniani, na sisi katika wilaya yetu hii ya Musoma tunaiadhimisha hapa. Sifa na utukufu ziendelee kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara amelipa uzito na heshima kubwa ili jambo na hii siku. Pokeeni salamu zingi sana kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara. Pamoja na yote, anawapongezeni sana walimu, wanafunzi na wasimamizi wote wa elimu hii maalum. Mimi binafsi toka sakafuni mwa moyo wangu leo nimefurahi sana, na nimefurahi kwa sababu nimeona na nimejishuhudia mwenyewe mengi, nimejifunza, na katika yote hayo nimeona vipaji mbalimbali mlivyokuwa navyo. Tumesikia kutoka kwenye risala, lakini tumesikia mafunzo mbalimbali kutoka kwa wataalamu, lakini tunachoweza kukisema kama serikali, tunaunga mkono jitihada zote ambazo taasisi mbalimbali mnazozifanya katika kuboresha ustawi wa jamii, ustawi
wa makundi haya. Tunaunga mkono na tuko sambamba, tuko bega kwa bega na nyinyi, taasisi ya Onset pamoja na Mtakatifu Justini, kwa yote ambayo mlioyaandaa na yote ambayo yaliyofanyika hapa. Serikali iko pamoja na nyinyi, hongereni sana. Mikakati na mipango ya serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuendelea kuboresha mazingira na miundombinu ya ufundishaji, lakini miundombinu katika vile vitengo vya elimu maalum. Mimi binafsi nitazunguka huko kwenye taasisi zenu kwenda kujionea, kushuhudia, lakini kuboresha ukaribu kati ya serikali na taasisi zenu, na hili talifanya muda si mrefu. Nitapiga hodi huko kwenye taasisi zenu. Mazingira yote tunasimamia ili yaendelee kuwa imara, yaendelee kuwa bora zaidi, kama ambavyo kauli mbiu yenu inavyosema, boresha mifumo yetu ya usaidizi. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, tutahakikisha kwamba miundombinu yote ya usaidizi kama ambavyo mlivyoelezea kwenye maeneo yote 6, tutahakikisha tunasimama pamoja kuyaboresha ili yaendane na mahitaji ya watoto wetu. Nachoweza kusema, tutaendelea kuhakikisha tunawawezesha, tunakuwa karibu na walimu na wanafunzi, lakini na hivi vituo, lengo ikiwa ni kusimamia ushirikiano tuliokuwa nao, ili pale ambapo tulipoanza basi uongezeke mara 2. Kwa hiyo watoto wote ambao tuna changamoto hii ya Down syndrome, tutahakikisha kwamba kwenye vituo vya afya, zahanati na hospitali zetu tutaboresha miundombinu iwe rafiki, ili changamoto zinapotokea basi matibabu yake yawe ya haraka na ya uhakika. Afya ndiyo msingi ambao utakaowafanya watoto wetu waendelee kuimarika zaidi na waendelee kufanya mengi makubwa kama ambavyo walimu wanavyowafundisha. Aina yoyote ya ubaguzi, unyanyapaa na kuweza kuwatenga watoto hawa katika mkoa wetu wa Mara hauna nafasi. Atakayefanya ubaguzi, unyanyapaa na kuwatenga watoto hawa wenye mahitaji maalum, hilo ni kosa kama makosa mengine, tutakuchukulia hatua kali za kisheria. Wanahitaji ukaribu, wanahitaji namna bora ya malezi, ambapo na sisi kama serikali tutahakikisha kwamba upendo huo, mapenzi hayo tunawapa kwa 100%. Nitoe rai na mimi, pale ambapo wanapohitajika kuungana kwenye vikundi, msisite, unganeni, tengenezeni umoja, ili serikali tuweze kutambua na kuwabaini wapi mlipo na shughuli gani za kiuchumi na ujasiriamali ninazofanya. Niwahakikishieni, moja, tutaongezeni nguvu katika kuwapa mafunzo na elimu, lakini la pili, tutaongeza nguvu katika kuhakikisha tunawawezesheni kimikopo na kimitaji ili mjiwezeshe kiuchumi. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, anatoa maelekezo kwamba watoto hawa wapewe kipaumbele, wafundishwe, wafundishike, na hili ndani ya mkoa wa Mara na wilaya yetu ya Musoma linawezekana. Ndani ya jamii lazima tuwabaini, tuwatambue na tuwatafute watoto wenye changamoto za namna hii, ili na wao waweze kupata haki zao za msingi. Haki za msingi ni za kwenda shuleni. Watendaji, hakikisheni mnafanya doria na operation ndani ya jamii ili kuwatoa hawa watoto waende kupata elimu. Na wazazi wote, nitoe rai na nitoe wito, kuwaficha watoto hawa, tafsiri yake tunawanyima haki zao za msingi, haki za kupata elimu. Sasa tukipita huko kwenye mitaa yenu, kwenye kata, tukagundua kwamba wapo watoto wamefichwa, wapo watoto wamekimbizwa, hawajapata haki ya msingi, maana yake ni moja tu,
viongozi wa serikali kwenye maeneo hayo hamjatimiza wajibu wenu. Kama hamjatimiza wajibu wenu, sisi tutawakumbusha namna bora ya kutimiza wajibu wenu. Nitoe rai kwa viongozi wote, wazazi wote, tusiwafiche watoto wenye changamoto za Down syndrome. Swala la changamoto ya usafiri, hili tutalifanyia kazi kama serikali ya mkoa na wilaya ya Musoma.